Yaani brother, mimi nakuheshimu sana. Ila kwa hapo ulipofikia, umevuka mipaka. Kama umeshindwa kuishi na mimi hapa nyumbani, ondoka wewe. Mtoto mdogo kama huyu ananigomea mimi. Hiyo jeuri ametoa wapi? Na nimekwambia lazima ndani ondoke. Afisa, mtuhumiwa leo ni mtuma huyu hapa. Sawa. Bwana Bawambili, mtuhumiwa ndio mwenyewe? Ndio mheshimiwa, mtuhumiwa ndio huyu. Sawa sawa. Petekavu, unashtakiwa na Bawambili. Anadai alikupa tenda ya ujenzi, akakupa na pesa ya kununulia vifaa. Ni kweli ama si kweli? Ndugu mheshimiwa, hivi ukinitizama kweli mimi hivi jinsi nilivyo yani, ukinitizama wewe mwenyewe, je, na masuala ya ujenzi, hivi tunafanana kweli? Tunafanana kweli? Kwa hiyo anakuzingishia? Ndio, ananisingizia. Mimi nakujenga wapi na wapi? Kwanza huyu jamaa mwenyewe mimi nimemuona leo tu huyu. Nimemuona leo, alafu ananisingizia. Sawa, mimi nakaa. Ananisingizia lakini. Kabia. Nakuzingishia wapi? Tapeli wa macho huyu. Bwana Bawambili. Naam mheshimiwa. Una ushahidi wowote unaodhibitisha madai yako tofauti na mkataba? Ndio mheshimiwa, ushahidi ninao. Wakati tunafanya mazungumzo nilirekodi kwa njia ya simu. Na hiyo simu unayo hapa? Ndio, simu ninayo hapa mheshimiwa. Play hiyo rekodi nisikilize. Sawa. Mheshimiwa, nasikia tumbo kama unanivuruga vile, tumbo linaniuma, nahitaji kwenda haja kidogo. Wewe tulia wewe. Chooni utaenda baada ya ushahidi kukamilika. Una wasiwasi gani? Yaani ndugu Bawambili, nimeona matangazo yako yanaonyesha uhitaji wa fundi ujenzi. Nikasema hapa lazima nikupate. Yaani mwanangu mimi, mponge la fundi. Yaani nipatie hiyo kazi rafiki yangu. Bawambili, mimi ni mzee wa madili, ndio mnagongeza madili ya ujenzi. Naweza sana. Sawa, kwa kuwa wewe umesema ni fundi ujenzi nzuri, mimi sina shaka na wewe. Cha msingi tutoke hapa tuende nikakuonyesha site ya kazi, kisha nikukabidhi vifaa uendelee na kazi. Okay sawa, tende mwanangu, yaani bana, ndio nimeshapata bonge la dili. Paka hapo Petekavu unaonekana wewe ni tapeli. Kwa hiyo Bawambili, ninakupa karatasi upeleke mahakamani, mahakama iamue juu ya Petekavu. Sawa mheshimiwa. Yaani kwenda jela tena. Ndugu yangu, mimi ndio nimekubali ndugu yangu Naomba unisamehe sawa. Unisamehe ndugu yangu. Mimi sina msamaha juu ya hili. Ungelihitaji msamaha, ungelikuja mapema tukafanya mazungumzo. Sasa unajua blaza, naomba unisamehe blaza, unajua naomba unisamehe. Tulia wewe. Ndio. Tulia, ungetaka ungemaliza mapema. Kaa. Blaza, sasa naomba unisamehe blaza. Karatasi hapa. Kamana. Yeah. Karatasi hii hapa. Uhakikishe mtuhumiwa anafika mahakamani.
Ndio sasa. Bwana Bawambili rafiki yangu, naomba unisamehe. Unajua bwana wewe ni rafiki yangu sana. Hebu naomba unisamehe mwanangu, jela mwanangu mimi. Wewe tulia. Naogopa jela. Naomba unisikilize rafiki yangu. Hayo yote yataisha rafiki yangu. Wewe tulia wewe. Naomba unisamehe. Twende mahakamani. Simama juu. Hebu simama juu. Simama. Dadangu. Banda yako. Bawambili kweli unataka nipige Bawambili kweli? Nataka uyamaliza mapema. Sawa. Bawambili. Unasikia Bawambili? Siku nyingine msio mnafanya makubaliano ya mikataba mkiwa wawili. Hata kazi nyingine kama mtataka kufanyisha, usio unaweka mkataba mkiwa wawili. Kwa sababu ukiangalia hata hizi mikataba zenu hazina mvuli wa serikali. Kwa kama mtuhumiwa ataliona hilo hapo, atazikataa hizi mikataba zenu. Kwa siku nyingine usifanye mapatano na mtu yoyote yule mkiwa wawili. Peleka mikataba yenu serikalini, igongwe na muhuri. Hapo ndipo utakapokuwa umemkamata vizuri mtuhumiwa, kama ataacha kufanya kazi yako. Lakini kwa hapa muombe Mungu asione. Akiona tu tayari umeisha. Na tena kitu kingine, wahi uongee na hakimu mapema ili aweze kukusaidia ili usije hasara. Ni hayo tu, safari njema. Sawa mheshimiwa, mimi nimekuelewa. Nashukuru. Acha nikuache na majukumu. Mimi niwahi nikajue kinachoendelea. Sawa, na kutakia safari njema na mchana mwema. Mambo. Poa. Samahani dada, na mazungumzo na wewe nataka tuzungumze. Kwa sasa sina muda, niko nataka niwe nyumbani. Okay sawa, niachie namba kwa simu ili baadaye nikucheki kwenye phone. Sawa. Ni save nani? Tina. Sawa, takucheki. Hodi hapa. Karibuni. Asante. Habari za hapa? Njema. Niwasaidie nini? Sisi ni wainjilisti tunaotangaza neno la Mungu nyumba kwa nyumba. Kwa majina yangu naitwa mwinjilisti Bawambili. Mimi naitwa mwinjilisti Zogoyaga.
Tumekuja hapa kukutangazia neno la Mungu lenye uzima. Na bila kupoteza muda, acha tufunue maandiko. Tutasoma neno letu katika kitabu cha Kutoka sura ile ya 14 na mstari wa 12. Neno la Mungu linasema, neno hili silo tulilokuambia huko Misri, tukisema tuache tuwatumikie wa Misri, maana ni afadhali kuwatumikia wa Misri kuliko kufa jangwani. Mstari wa 13 unasema, Musa akawaambia watu, msiogope, simameni tu mkauone wokovu wa Bwana atakaowafanyia leo. Kwa maana hao wa Misri mliowaona leo hamtawaona tena milele. Ndugu yangu, kama ulivyoweza kusikia maandiko, ni kweli zama hizi zimekuwa ni zama za matamanio, kutamani vitu ambavyo vya haraka kuliko kutumia nguvu zako mwenyewe ulizopewa na Mwenyezi Mungu. Ndugu yangu, ni wakati wako sasa wa kubadilika, umpokee Bwana Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wa maisha yako. Alitufia msalabani, akasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Shida zako unazoziona leo hautoziona tena utakapompokea Bwana Yesu Kristo na kuwa Mwokozi wa maisha yako. Chukua hatua ndugu yangu, rejea mbele zake ili naye atakurehemu na atakupokea. Hakika utauona wokovu wa Bwana kama walivyouona wana wa Israeli. Basi baada ya kusema hayo, nafikiri utakuwa umeelewa nini maana ya wokovu. Kama una swali unaweza kuuliza. Kwa hiyo ndio tayari mmemaliza kuhubiri? Ndiyo, tumemaliza. Sawa. Na kiu labda niwape maji au njaa niwape chakula kabisa? Sisi hatuna kiu wala hatuna njaa, na hata hivyo hatukuja kwa ajili ya kunywa wala kula, bali tumekuletea habari njema za wokovu. Kama hamna kiu wala njaa, mnaweza mkaenda. Lakini haujatueleza kama uko tayari kupokea wokovu ili tukuombee sala ya toba. Mimi ndiyo mwenye hii kaya, nimesema tokeni. Lakini nini? Tokeni kabla sijawaitia mwizi. Unajua mwizi! Basi. Sisi tumenao, ubaki na amani ya Bwana. Wokovu. Niacha kupiga madili yangu ya pesa mingi, nipate pesa niishi kidoni kibosi. Kazi wokovu. Wokovu bongo. Za asubuhi mume wangu. Salamu. Umelala wapi? Mume wangu, nilala kwa dada yangu. Niona siku mingi nikafundisha kodi peke yangu. Kwa nini hukunipigia simu nikaja kuchukua? Mume wangu, simu yangu ilishiwa chaji ikawa mizima. Una uhakika ulilala kwa dada yako? Ndio mume wangu, nilala kwa dada yangu. Sawa. Ngoja nimpigie simu dada yako nimuulize kama ni kweli ulilala kwake. Basi mume wangu, ngoja nikwambie ukweli. Nilimsindikiza, nienda kwa rafiki yangu, akaniambia nimsindikize kwao, tukalala huko. Hivi mke wangu nikufanyie nini?
nifanye nini kwako kionekane kizuri? Mbona kukupenda mimi nakupenda sana. Najitoa vyote kwa ajili yako mke wangu. Vyote. Labda kitu gani ambacho mimi sijafanya? Yaani maisha yangu yote unayajua wewe. Angalia leo hii unatoka jana. Mimi leo napika. Angalia kama hivi naenda kuchota maji. Yaani kama sina mke niko single vile. I say. Kiukweli mimi sina cha kufanya. Sawa? Ila kiukweli unachokifanya sio kizuri. Hata wewe mwenyewe unaweza ukakaa ukaangalia unachokifanya sio kizuri. Mke wangu mimi nakwambia. Ni maisha gani ambayo mimi naishi kwenye hii ndoa? Thamani ya utu iko wapi? Mbona kila kukicha inazidi kwisha? Au mimi ndo sijui? Nielezeni. Yani nani tatiza? Maana ubinadamu na utu pesa imeshaupoteza. Sasa hivi tunaisha jamani. Sasa hivi pesa mbele, maugomvi dele. Wengine ndio wanakesha kwa uganga ndele. Hata undugu umekwisha, maukoto mbele. Milasi mwenzenu dunia inanielemea. Mwenzenu dunia inaninyanyasa. Mwenzenu milasi ndo inaniumiza, inanikondesha. Ona inatenganisha ndugu waliopendana. Oh milasi, waliheshimiana leo wanazalauliana. Oh milasi, wanagombania utajiri waloacha baba na mama. Oh milasi, wanaumiza vichwa kutafuta njia za kuwana. Oh milasi, milasi.